One on One with Charles William. Hii ni One on One ya Wasafi TV, ni kukaribishe kwenye siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa kuzungumza masuala mbalimbali ya kitaifa, na tunapata nafasi ya kukaa na watu mashuhuri ambao tunaweza kubadilishana nao mawazo hapa nchini kutoka kwenye sekta tofauti tofauti, wakiwemo wanasiasa pamoja na wanazuoni, lakini pia viongozi wa dini na hata wanafunzi na vijana kutoka kwenye asasi za kiraia. Kwenye siku ya leo, Charles William, niko hapa na zungumza na Sheikh Ponda Issa Ponda, mmoja kati ya viongozi wa dini hapa nchini ambao wamejihusisha na harakati mbalimbali kwa zaidi ya miaka 30, na wamekuwa wakisikika mara kwa mara kwenye matukio tofauti tofauti. Sheikh Ponda Issa Ponda anatajwa kuwa ni miongoni mwa wanazuoni pia wa dini ya Kiislamu ambao wamebobea na kutopea kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ni furaha kwangu kupata nafasi ya kuzungumza naye na kubadilishana naye mawazo kuhusu masuala mbalimbali mtambuka. Sheikh Ponda, kwanza hongera bwana, kwa sababu naona upo na afya njema. Ni kipindi kirefu haujaonekana hadharani kwenye matukio mbalimbali, ukiacha matukio ya misiba ambayo mara nyingi umekuwa ukijitokeza, lakini matukio mengine ni kwa muda sasa umekuwa hauonekani, lakini nakuona upo na afya njema. Naam, nashukuru sana. Nashukuru juu hilo. Yes, labda huu ukimya wako wa Sheikh Ponda yule wa zamani ambaye tulizoea kumuona mara kwa mara akijitokeza kuzungumza masuala tofauti tofauti yanayoendelea nchini, na Sheikh Ponda huyu ambaye mara nyingi tunamuona akijitokeza kwenye matukio ya kijamii au anajitokeza pale anapotafutwa, haya mabadiliko yanatokana na nini? Kwanza ni shukuru kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki, na bila shaka tutadadavua mambo mengi yale ambayo yatakayokuwa yamejiri kwenye kipindi chetu. Kuhusiana na swali lako, mimi nafikiri labda pengine ni kutokana na wingi wa vyombo vya habari, kwamba mabadiliko haya katika taifa letu kumekuwa na mabadiliko ambapo sasa vyombo vya habari ni vingi sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwa hivyo inawezekana kutokana na hali hiyo ikawa pengine na pia kwenye baadhi ya vyombo vya habari na vingine sionekani. Nadhani hilo kwa sababu sihisi kama kuna matukio muhimu hapa ya kijamii ambayo yamekuwa yakitokea hapa Tanzania na ikawa mimi yamepita sikawa kwa namna moja nyingine sikuhusika. Mimi nafikiri nimekuwa nikihusika na changia. Upo duniani toka 1958. Historia yako ya kuzaliwa ni ipi? Kwa sababu mara kadhaa imekuwa ikitokea mshike kati yako wewe na vyombo vya dola, hasa ukitajwa kwamba sio raia wa Tanzania. Historia yako ya kuzaliwa imekaaje na utata unatokea wapi? Mimi nimezaliwa Ujiji, Kigoma, mkoa wa Kigoma, na kabila yangu ni Manyema. Manyema ni kabila ambalo ndani yake kuna makabila madogo madogo mengi. Ni mmoja katika makabila ambayo asili yake ni kabila linalotoka Kongo. Kwa hivyo kuna makabila ambayo yanakuwa yako maeneo zaidi ya moja. Unaweza kukuta liko Kenya na Tanzania kabila lilipo, au liko Zambia na Tanzania lipo, na Kigoma ni mpakani. Kwa hivyo kabila letu sisi liko sehemu zote mbili, liko Kongo na liko Tanganyika. Kwa mimi ni mzaliwa wa Kigoma na kabila yangu ni Manyema, na wazazi wangu wamezaliwa Tanganyika na wamehusika kwenye kuzaliwa kwa taifa lenyewe la Tanganyika. Babangu ni mmoja katika waasisi wa zile harakati za tano toka ilivyoasisiwa, na amewahi kushika nafasi za uongozi, amewahi kuwa diwani wa tano katika enzi hizo. Kwa hivyo ni Mtanzania kwa ujumla. Na tukirudi katika ile swala uliosema la mshike mpaka nikafika mahali nikaonekana kwamba sio raia, nafikiri zilikuwa ni tuhuma za kuhoshi ambazo pale ambapo zilipofuatiliwa zile taarifa ilithibiti, kwa sababu baada ya kuleta hayo madai na wakachukua hatua, miongoni mwa hatua ilikuwa ni pamoja na kunyang'anywa pasipoti
Nilinyang'anywa pasipoti yangu kwa muda wa miaka 5 kwa madai hayo kwamba sio raia. Lakini walipeleka vyombo vyao vya upelelezi, walipeleka watu wa idara ya usalama, idara ya uhamiaji, na wengine walikwenda kwenye maeneo yote husika. Kigoma walikwenda, lakini pia walivuka hata mipaka kwenda kufahamiana, kwa sababu kwa kawaida haya makabila yanapokuwa yako upande wa pili na upande huu, unaweza kukuta hata familia iko hivyo. Wakati mwingine unaweza kukuta kuna nusu wako kule na nusu wako huko. Kwa sababu walikuwa wanasema kwamba baadhi ya ndugu zako kabisa wapo Kongo, na hilo ndio lilokuwa linatia shaka na kuonekana kwamba unatakiwa kurudi kwenu Kongo. Ni ndugu zako wapi ambao walikuwa Kongo na wakawa wanasababisha hizo hisia kwamba kwenu halisi ni Kongo? Nafikiri kwa sababu vyombo vya usalama vilifanya kazi. Walivuka wakaenda kule. Kwa hivyo hiyo ripoti wanayo kwa ukamilifu. Ni ndugu wa namna gani na imekaaje hiyo swala la udugu, ni jambo linafahamika makina kwa ujumla. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba ilifika mahala walijiridhisha kwa maana kwamba mimi ni raia wa Tanzania. Na baada ya hapo nilirudishiwa pasipoti baada ya miaka 5. Nilipewa adhabu ya miaka 5 kunyang'anywa. Nikakaa bila kuwa na huduma zile za kusafiri na kadhalika. Lakini hiyo hoja ilipofika mahali ilipokuwa haina mashiko, nilirudishiwa pasipoti yangu. Kwa hivyo mimi ni raia wa Tanzania. Harakati zako zimekuwa na heka nyingi sana, hasa dhidi ya vyombo vya dola. Na unazo kumbukumbu mpaka sasa hivi, umewahi kushtakiwa kwenye kesi ngapi? Na pengine umekaa gerezani kwa muda gani? Kwa sababu kuna nyakati ambazo ilikuwa unamalizika mwaka uko gerezani ukiwa unasubiri kesi zako. Kesi ni nyingi sana. Kesi huwa zina sura mbili. Kuna zile kesi ambazo unatuhumiwa zinaishia mikononi mwa vyombo vya usalama. Na kuna zile kesi ambazo hatimaye inakuwa ni shauri, inapelekwa mahakamani na linasikilizwa na baadaye mahakama inatoa hukumu. Sasa zipo za kuishia polisi ni nyingi sana hizo. Lakini zile za mahakamani nazo pia ni nyingi, ingawa kwa sababu hatukupeana taarifa mapema ya kwamba kungeweza kuwa na swali kama hili, ningeweza kuziorodhesha zote. Lakini zipo ambazo ni nyingi pia zile za mahakamani. Nazokumbuka haraka ni kesi ya mauaji ambayo mwaka 2002 nilituhumiwa kwamba nimesababisha mauaji ya raia na askari, lakini ni kwenye tukio la Mwembe Chai, ambapo nilikaa gerezani kwa muda wa mwaka 1, lakini baadaye tulihukumiwa. Yani mahakama upande wa jamhuri walikosa ushahidi, tukashinda. Lakini kuna kesi ya trespass ambayo ni hii ya juzi hapa, kwamba tulizuia ardhi ya ujenzi wa taasisi kubwa ya Kiislamu ambapo ilikuwa imeuzwa na wauzaji walikuwa wameuza kinyume cha sheria. Tukaenda tukazuia pale, ambapo nilikamatwa pia nikawekwa ndani. Lakini kulikuwa kuna shauri lingine la mwaka 2013 ambapo tulikuwa tumetoa hotuba kuzungumzia kadhia ya gesi ya Mtwara. Wakati ule wananchi wa Mtwara walikuwa wanadai haki juu ya maslahi ya gesi ile yaweze kuwanufaisha, na ikawa serikali imewasikiliza na ikawa kuna mikataba imewekwa pale, lakini makubaliano yakavunjwa. Wananchi wakaamua kuonyesha hisia zao kwa njia ya kufanya maandamano, lakini matokeo yake ni kwamba walipelekewa vyombo vya dola, wakashambuliwa na baadhi yao wakafa. Kwa hivyo tulikuwa tunazungumza, kwa mimi nilifanya hotuba ya namna hiyo mjini Morogoro, na hatimaye nikapigwa. Umefanya uchochezi. Nimefanya uchochezi, nikapigwa risasi na hatimaye nikashtakiwa. Kipindi hicho nikiwa niko mahututi vile vile nikashtaki, wakawahi kunishtaki mimi na wakanipeleka gerezani. Kwa hivyo hiyo kesi nayo pia nilikwenda nayo, lakini hatimaye nikashinda hiyo kesi. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya kesi ambazo nazikumbuka ambazo ni za hivi karibuni. Lakini zile za kuingia polisi na kutoka ni nyingi sana. Matukio ya kupigwa risasi ni kama matukio ya kawaida kabisa kusikika kwamba Sheikh Ponda amepigwa risasi. Kwa umewahi kupigwa risasi mara ngapi na kwenye mazingira yapi na yapi? Mwaka 2001 sisi kama viongozi kwenye taasisi ile ambayo naifanyia mimi ni katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania.
lakini pia ni katibu mkuu wa forum ambayo inazikutanisha jumuiya zote za Kiislamu. Sasa huwa tunapangiwa ratiba ya kufanya kazi, ziara na kadhalika. Sasa mwaka 2001 nilipangiwa ziara ya kwenda Kenya, Uganda, Rwanda na Kongo kwa ajili ya hizi juhudi zetu mbalimbali za shughuli zetu za kidini. Kwa hivyo nilitoka nikaenda Nairobi, nikaenda Kampala, nikaenda Rwanda, Kigali, afu nikaenda Kongo, baadaye nikarudi Burundi. Sasa nilipokuwa namaliza ziara yangu, ilikuwa na kurudi Tanzania, nilikuwa narudi sasa kwa kupitia njia ya Kigoma. Kwa hivyo tulipanda meli pale. Tulipopanda meli kwa jioni ya meli ya MV Mwongozo, tulipokuwa tumekaribia maeneo ya mpakani kati ya mpaka wa Tanzania na Burundi, tulivamiwa na boti ambayo inasemekana kwamba ni waasi ambao walikuwa na silaha. Walikuwa na silaha, wakaanza kushambulia ile meli. Mashambulizi yalikuwa makubwa. Yule captain alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kama ni mweledi sana. Alisimamisha ile meli kwa kipindi fulani ili wale waasi kama wanahitaji chochote kile basi waje waingie kwenye meli wachukue ile mahitaji yao ili watu waweze kuwa salama. Lakini aliposimamisha ile meli, wale hawakuonekana kujali hiyo ofa waliopewa. Wao waliendelea kushambulia ile meli. Kwa hivyo yule bwana aliamua kuipeleka ile meli ufukweni mwa ziwa. Lakini baadaye tulikuja kujua kwamba kule alikokuwa anaelekea ufukweni mwa ziwa kuna kambi ya jeshi la Burundi. Kwa hiyo huyu alikuwa amezingatia hiyo, na kwa hivyo alikuwa anapeleka kule kwa maana ya usalama zaidi. Kwa kweli ilipofikia tulipokaribia ufukweni, wale waligeuza boti wakaacha kutushambulia. Sasa wakati huo mimi mule ndani ya ile meli tulikuwa tumejifisha maeneo kadhaa kwa maana ya usalama. Sasa wale katika zile risasi walizokuwa wanapiga, kuna risasi ambayo ilikuwa imepiga kwenye ukuta wa meli, baadaye ikaja kanipiga mimi kwenye mguu. Sasa kwa sababu ilikuwa imepungua nguvu, ilipoingia mguuni haikutoka. Yaani iliingia lakini haikutoka upande wa pili. Kwa hivyo walipoondoka wale waasi wakaiacha ile meli, baadaye wale askari walikuwa mle kwenye meli yetu, askari wa ulinzi, askari wa Tanzania ambao na wao walijificha wakati wale mashambulizi maana yake. Sasa walipoondoka wale wakasikika wale wanatoa taarifa, jamani waasi wamekimbia. Kwa hiyo ndio ikawa sasa watu wanaibuka kutoka kwenye maeneo walikuwa wamejificha. Na mimi nikawa mmoja wapo nainuka sasa. Nilipoinuka ndo nikahisi kwamba siwezi kuinuka. Yaani wakati ule nimepigwa wala sikujua kama nipigwa sasa. Nilipoona siwezi kuinuka, nilipojiangalia ndo nikaona na damu, nimeumia mguuni pale. Kaja nikabebwa nikapelekwa kwenye maeneo ya majeruhi, na baada ya hapo yule captain akaelekeza meli, tukaanza safari ya kurejea Tanzania. Hilo lilikuwa ni mara yako ya kwanza kupigwa risasi? Hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Mwaka 2001. 2001. Kwa hiyo tulipofika bandarini Kigoma tukakuta kuna vikosi vyote viko pale, jeshi la wananchi, field force, police na kadhalika na nini. Pamoja kwamba tulikuwa tumeshambuliwa kule, hatukupata ule msaada wa kijeshi, lakini tuliwakuta askari wote wako pale. Ambapo baadaye nilipokuja kuzungumza na captain huko miaka ya nyuma tena baadaye, alionyesha kwamba waliomba msaada kwa muda mrefu wasaidiwe, lakini hawakupata msaada. Kwa hivyo baada ya pale ndio nikachukuliwa wale majeruhi tukapelekwa, sasa tulipelekwa hospitali. Lakini mimi nilipelekwa kwenye gari yangu mimi mwenyewe. Wale majeruhi wengine walichukuliwa kwenye gari nyingine. Nilipelekwa hospitali, nilipofika walifanya dressing na ikaonekana kwamba nitafanywa operation siku ya pili yake kwa ajili ya kutoa risasi. Lakini nilipofika saa 10 za usiku hivi nikaja kuchukuliwa pale na watu wa usalama. Wakanipeleka Central Police na nikakaa pale kutwa nzima. Siku ya pili yake nikakaa kutwa nzima. Siku ya tatu nikachukuliwa pale kwa ndege, kwa gari mpaka Mwanza. Mwanza nikapandishwa ndege nikaletwa Dar es Salaam. Hiyo nikawekwa chini ya ulinzi. Kwa tuhuma zipi? Kwa tuhuma ndio hizo tuhuma, hatimaye zikaja kuangukia tuhuma za uraia. Za uraia, uraia wako kwamba mimi sio raia. Una utata. Una utata. Na ndo wakati huo uliponyang'anywa passport yako wakakaa nayo kwa miaka 5. Miaka 5. Kwa sababu baada ya kufika Central pale nilifanya mahojiano makubwa kwa muda siku 3 na hatimaye wakanipeleka uhamiaji makao makuu. Kule ndo nikatakiwa nidhaminiwe. Na kesi yangu ikawa ni hiyo ya uraia na nikanyang'anywa passport. Ambapo baada ya miaka 5 ndo nikawa nimerudishwa. Nikarejea. Ni matukio mengine yaliyohusisha kupigwa risasi ni yapi? Hilo la Morogoro la mwaka 2013.
ambapo nilikuwa nimetoka kuhutubia. Hotuba yangu ilikuwa imegusa zaidi maeneo hayo ya swala la gesi ya Mtwara. Na pia ilikuwa wakati ule serikali imeagiza kwamba ziundwe kamati za ulinzi na usalama katika nyumba za ibada. Hotuba yangu pia ilikuwa imegusia kuonyesha kwamba hilo jambo halistahiki kuletwa kwenye masuala ya dini. Hilo ni mambo ya usalama, yatabaki kwenye usalama. Huko kwenye mambo ya dini, si tutabaki na mambo ya dini. Pale tutakapohitajia mambo ya usalama, tunajua taratibu za nchi zilizowekwa, basi tutafuata zile taratibu. Kwa hivyo hilo nalo lilikuwa ni sehemu ya hotuba yangu niliyotoa pale Morogoro. Tulipotoka pale ndo nahama sasa kutoka uwanjani pale. Tunakwenda kwenye eneo lingine ambalo nilikuwa nimepangiwa kwenda kufanya mazungumzo msikitini. Maana hii nilikuwa nimehutubia kwenye uwanja wa wazi. Na kwenda msikitini katikati ndo nikazingirwa pale na vikosi vya usalama, wakazuia gari yangu. Tulipoamua sasa basi tuache ile gari tutembee kwa miguu, wakati natembea kwa miguu ndo nikapigwa risasi. Pigwa risasi. Na hii ulipigwa risasi begani? Pigwa risasi begani, pigwa nyuma ikatokea mbele. Kwenye bega la mkono wa kulia. Sio kwenye mguu maana yake. Kwa risasi ya mwanzo uliopigwa ambayo ilitajwa umepigwa na waasi kutoka Burundi, ulipigwa mguuni. Ya pili ni ya begani katika makabiliano na vyombo vya dola. Sio makabiliano, maana mimi nilikuwa natoka tu kwenye gari yangu. Maana gari yangu ilikuwa imezuiliwa. Walikuja waka block gari ya kwanza na gari zingine zikawa ziko mbele pale zimezuia. Na sisi tulikuwa tunatoka tunakwenda kwenye mkutano. Kwa hivyo tukashauriana hapa, tukasema anyway, maana walizuia ile gari lakini hawakutoka. Walibaki kwenye vyombo vyao, kwenye magari yao vile vile. Kwa hiyo sisi tukakubaliana kwamba mimi nitoke ili nitembee kwa miguu kwenda kule tunakokwenda. Wakati natembea sasa kwenda kwa miguu, huku nyuma ndo ikapigwa risasi. Kwa maelezo ya vyombo vya dola wakati huo alikuwa anasema ulikaidi amri halali ya kutakiwa kujisalimisha kwa sababu ulikuwa unatafutwa kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo tuhuma za kuratibu shambulizi la tindikali dhidi ya mabinti kutoka Uingereza walioshambuliwa kwa tindikali Zanzibar, ambako pia unatajwa ulienda Zanzibar ukafanya uchochezi mwingi sana, alafu ukakimbilia Tanzania bara ukawa unasakwa kila mahali na vyombo vya dola. Hatimaye ile tukio la kupigwa risasi, hatimaye tulikwenda mahakamani. Moja katika maswali yaliyoulizwa ilikuwa ni hilo swali kwamba hivi kabla ya kupigwa risasi kulikuwa kuna amri yote ambayo ilikuwa imemtaka Sheikh Ponda labda afike kwenye vyombo vya dola. Swali hilo liliulizwa na majibu yaliyotoka kwao yalionyesha kwamba kulikuwa hakuna hayo maagizo, amri halali kulikuwa hakuna. Kwa hivyo kulikuwa hakuna amri halali tokea kwenye mkutano ule au kabla ya hapo kulikuwa hakuna taarifa yote ya kwamba mimi natafuta vyombo vya dola. Lakini hata ukirejea kwenye ile tukio la pale, hiyo amri halali inatolewa wakati gani? Kwa sababu mimi nilikuwa natembea kwenye gari, ghafla ikatokea gari ya watu wa usalama ikaja ikazuia gari yangu. Na gari zingine pia zikaja kuzuia pale. Na hatukuwa na mazungumzo yote. Na bahati nzuri hili limefanyika mbele ya macho ya watu na mbele ya kamera. Ile tukio lote la kupigwa. Kwa hivyo hakuna mahala pale panaonyesha kwamba kulikuwa kuna amri imetolewa. Labda amri ilikuwa ni ile kuja kuzuia gari. Na ile ni amri ambayo haieleweki. Maana haieleweki mnataka nini? Kwa nini wewe ulituhumiwa na hata kutajwa kwamba ndiye mratibu wa tukio la mabinti kutoka Uingereza waliokuwa Zanzibar kumwagiwa tindikali, na ulitajwa kwamba uliratibu au maneno yako ya kichochezi ulioyaenda kuyatoa Zanzibar ndio yalisababisha tukio hilo kutokea? Ni nini hasa kilijiri mpaka mabinti wale wa Uingereza wakamwagiwa tindikali Zanzibar? Hili jambo mwisho wake lilikuja kwa kesi mahakamani. Kwa hivyo wale waliotuhumu zile tuhuma zenu ndio mnakuja kuzieleza mahakamani. Kwa hivyo ina maana kwamba wale waliotuhumu walipaswa kuleta ushahidi sasa. Maana wamepata fursa ya kuweza kuthibitisha ile tuhuma. Lakini hatuoni, yani kwenye ile shauri hakuna mahala ulipoletwa ushahidi unaonyesha kwamba labda pengine nilichochea au niliratibu. Shauri lote ukiliangalia mwanzo mpaka mwisho. Yani ukiangalia mwenendo wa shauri hakuna mahala palipothibiti kwamba kuna jambo hilo. Kwa hivyo ni wazi kwamba atakuwa ni maneno ya mtu anasema tu mwenyewe. Alipotakiwa thibitisha. Ni nini hasa ambacho kilijiri huko Zanzibar mpaka wenyewe wakaunganisha nukta na kukutengenezea hiyo kesi ambayo ulienda kushinda? Wakati ule walikuwa wamekamata viongozi wa dini kule Zanzibar, ambao ndio viongozi wenye sauti na wanaosikilizwa, na
kubwa zaidi, wale viongozi waliokamatwa kwa madai ya tuhuma za uchochezi, ugaidi. Lakini wakati ule ilikuwa ni swala la mchakato wa katiba mpya. Na wale viongozi wa dini kule, wao walisimama kwamba mchakato wa katiba mpya waliona kwamba ni jambo zuri. Lakini walikuwa wanaangalia kwamba swala muhimu kwa Zanzibar la kijamii wakati ule ilikuwa sio mchakato wa katiba mpya. Ilikuwa ni swala zima la muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kwamba huu muungano umekaa namna gani. Kwa hivyo mtazamo wao ilikuwa kama wanawakilisha maoni ya Zanzibari kwamba kabla ya katiba mpya kwanza tuangalie swala la muungano. Na hili walikuwa wanalizungumza hadharani. Waliitisha mihadhara mingi na wakawa wanafanya juhudi mbalimbali kwamba Wazanzibari tunachohitaji ni kuangalia muungano upi ambao Wazanzibari wanaotaka. Na walikuwa wanataka ifanyike referendum, yani kura ya maoni. Ndiyo. Na kura ya maoni inakubalika kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Na walichukua hatua stahiki kwa sababu walikuwa wanafanya ile mikutano ya hadhara, alafu wanakusanya saini za Wazanzibari ambazo hatimaye wangewasilisha kwenye mamlaka zinazohusika kwamba haya ndio matakwa ya Wazanzibari katika swala hili la muungano wa Tanganyika. Sasa ile hoja ilikuwa na mvuto mkubwa na ilileta mabadiliko makubwa sana kiasi kwamba iliwafanya Wazanzibari, wakati Wazanzibari walikuwa wamegawanyika kwenye vyama viwili vikubwa, wamegawanyika CCM na CUF. Na walikuwa na mvutano mkubwa sana. Lakini hoja hii ilipokuja, hao viongozi wa dini wakawa wameweza kuwaunganisha Wazanzibari wote. Yani Wazanzibari wale wa CCM wakawa wanawasikiliza na Wazanzibari wale wa CUF wote wakawa wanawasikiliza. Ilikuwa imefika mahala kwamba kwa misingi walikuwa wamejenga ya kijamii na ya kikatiba, ilikuwa hakuna namna isipokuwa lazima Wazanzibari wasikilizwe juu ya swala la kuitishwa kwa referendum. Sasa wanasiasa hiyo hawakuitaka. Kwa hivyo namna pekee waliona wenyewe sasa ni kuwadhibiti wale viongozi wa dini. Kwa hivyo waliwakamata, halafu wakatengeneza tuhuma ambazo sio za kweli. So tuhuma za ugaidi wakawaweka ndani. Sasa kulikuwa kuna kimya kikubwa sana wakati ule. Mimi nilipokwenda nilifanya mihadhara. Ile mihadhara nilikuwa nazungumzia hiki kilichotokea. Nilikuwa nazungumzia umuhimu wa ile kazi walikuwa wanafanya mashehe, na nikazungumza najaribu kulaumu kile kitendo cha kuwakamata wale viongozi wa dini. Kwa hivyo ile mihadhara ilikuwa na mguso mkubwa sana ndio kwenda kuifanya mimi, kwa sababu nilikuwa nimegusa kwenye jambo ambalo ilikuwa ni haki zao za msingi ambazo wakati ule zilikuwa yani kuzungumza kile nilichokuwa nazungumza ilikuwa wanaona ni haki za msingi, lakini pia wale viongozi wao wa dini kuwa uhuru na kufanya kile walichokuwa wanafanya walikuwa wanaona pia ni haki zao za msingi. Kwa hivyo mihadhara nilikuwa nafanya mimi pia ikawa na mguso mkubwa kwa kiasi kikubwa cha namna kama ile. Na ikaonekana na laumu mamlaka na kadhalika na nini kama ilivyo watawala wetu jinsi walivyo. Kwa hivyo hii ndio sababu kubwa ambayo ilifanya wale walalamike. Ndio maana walipolalamika, ilipopatikana fursa ya kwenda kuthibitisha malalamiko yao, hawakuweza kuthibitisha. Maana shauri lilipelekwa mahakamani kwa malalamiko yao yale. Pale mahakamani ndio unakwenda kuthibitisha kwamba ni kweli kwamba zile tuhuma tulizomtuhumu huyu mtu ni hizi hapa. Lakini hawakuja kuleta hizo tuhuma mahakamani. Kwa sababu kubwa ilikuwa nilikwenda kuactivate, kuamsha yale ambayo yalikuwa ni Wazanzibari wakati ule waliona kwamba ni mambo muhimu kwa wakati ule, na mamlaka hazikutaka hilo jambo. Kwa ulitoroka Zanzibar, ndio maana ulikuwa unatafutwa wakaenda kukupata Morogoro ambako ulipigwa risasi? Hiyo ni lugha waliotumia wao pia ya kutoroka. Lakini nilikata tiketi, nikasafiri kwa usafiri wa kawaida, nikaja mpaka hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam nilikuwa naishi nyumbani kwangu kama kawaida, na baadaye nikaandaa safari ya kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro. Kwa gari yangu nimesafiri vizuri, nimekwenda mpaka Morogoro. Na ilitangazwa, wale walioandaa mkutano wale wa hadhara Morogoro walitangaza kwamba katika watakao hubiri hapa leo atakuwa Sheikh Ponda. Kwa hivyo ilikuwa jambo liko wazi. Kwa hivyo dhana ya kwamba kulikuwa kuna kutoroka hiyo haipo. Nilisafiri kwa usafiri wa kawaida tu. Nazungumza na Sheikh Ponda Issa Ponda, katibu wa Shura Maimamu Tanzania. Tunazungumza hapa kutoka studio za Wasafi TV Mbezi Beach, Dar es Salaam, na tunajaribu kupita kwenye masuala mbalimbali ya kihistoria. Tunao muda wa kutosha wa kuzungumza masuala mengi ya kihistoria kwa sababu ni mara ya kwanza tunapata fursa kukaa na Sheikh Ponda. Kwa tutapita kwenye maeneo mengi ya kihistoria, lakini pia tutazungumza masuala mengi yanayohusu hali ya sasa ya kijamii, ya siasa pamoja na dini. Huko kote tutapita, lakini kwa wakati huu tunaenda mapumziko mafupi, alafu tutakaporejea hapa
tutakuwa tunaendelea na mazungumzo na Sheikh Ponda Issa Ponda, katibu wa Shura ya Maimamu Tanzania. One on One with Charles William. Yes, tumerejea, bado nipo na Sheikh Ponda Issa Ponda kwenye One on One. Mimi ni Charles William na Sheikh, ulikuwa umezungumzia hiki kisa kidogo cha kupigwa kwako risasi Morogoro. Moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa sana kuhusu Sheikh Ponda na matukio yake ni uwezo wake wa kupotea katika mazingira ya kutatanisha na kupatikana wakati anaotaka yeye, lakini wakati vyombo vya dola vinamhitaji Sheikh Ponda anapotea na anakuwa hajulikani yuko wapi. Na hili lilitokea hata Morogoro, pamoja na kupigwa risasi ya bega, ukaanguka chini lakini ukapotea katika mazingira ya kutatanisha, na baadaye wanasema ukapatikana ukaenda mwenyewe Muhimbili. Umeanguka Morogoro na umetafutwa kila sehemu hujaonekana, alafu ghafla ukaibukia Muhimbili, ukasema niko hapa Muhimbili, nimekuja kutibiwa kwenye hospitali ya serikali. Ulikuwa unatumia mbinu gani kupotea katika mazingira haya, hata katika mazingira ambayo umepigwa risasi? Mimi nadhani kupotea ni lugha ambayo anatumia mtu jinsi anavyoona, lakini mimi naweza kusema kuchukua tahadhari. Yani inapotokea hali ambayo sio kawaida, lazima tuchukue tahadhari. Sasa kuchukua tahadhari ni kujua pengine nikipita njia hii itakuwa salama, nikipita njia hii inawezekana ikawa sio salama. Kwa hivyo naangalia katika njia mbili, si unapita ile ambayo inakuwa ni salama. Hiyo ni jambo la kawaida kwa mtu yote yule. Sasa nafikiri ile kupishana ndio inaitwa kupotea. Kwa maana pengine wewe umepita huku. Sasa ni swala la kuchukua tu tahadhari. Kwamba wakati makachero anakutafuta huku au umepita huku ndio inaitwa kupotea. Inaitwa kupotea. Lakini ni swala la tahadhari. Na hiyo ni kitu anaweza kufanya mtu yote yule. Sasa inakuwa pengine sio katika kuchukua tahadhari unakuwa umepatia. Kwa mfano pale Morogoro wakati umepigwa risasi ya bega, ilikuwaje tena vyombo vya dola visikuone wakati vinakutafuta baada ya kupigwa risasi? Ni nini kilitokea pale? Unajua kilichotokea kwanza pale ilikuwa siko mikononi, mimi mwenyewe sijiwezi. Maana unakumbuka nilipigwa risasi ya bega. Risasi ya bega ni tukio kubwa. Unaona, maana kwa kawaida kwanza kwenye mambo ya kiusalama, yani mtu anapopiga risasi kuanzia kiunoni kuja juu, maana ni kwamba alikuwa anaua. Ni mauaji, ilikuwa ni risasi ya kuua. Sio ya kutenza nguvu, maana kutenza nguvu unampiga mtu mgongoni. Kwa hivyo nilipopigwa risasi nilipoteza fahamu. Lakini wakati tulipokuwa tunakwenda kule kwenye ule mkutano nilikuwa nakwenda, wakati nilikuwa nakwenda kwenye gari, huku pembeni service road kulikuwa kuna watu wengi sana walikuwa wanatembea kwa miguu, na wenyewe wanakuja kule ambako nakwenda kwenda kuhutubia. Sasa ilipotokea tukio, mazingira yalikuwa kama hivyo. Nilipopigwa risasi, kilichotokea ni kwamba wananchi walikuwepo pale, walinichukua wakanibeba pale. Ikawa kuna zogo. Hata hawa waliotaka kunibeba baada ya kunipiga risasi kunichukua, walishindwa kutoka na ile nguvu ya wananchi iliyoko pale, maana walizuia. Sasa wao ndio walikuwa wanajua nipeleke wapi. Lakini baadaye nilikuja kujua kwamba walinipeleka hospitali ya serikali. Nimeamka nikiwa niko pale mapokezi, emergency, na hospitali ya serikali Morogoro. Lakini baadaye walinitoa, ambapo kama maelezo nilisikia pale kabla hujatibiwa hospitali pale. Maana yake inasemekana wale watu wa pale emergency walipouliza tukio lile limetokea tukio gani, walipoelezewa kwa ujumla tukio, basi walipoondoka wakapotea. Yani huyu wamepigwa risasi na polisi. Walipoelezewa tukio, walipotoka pale hawakurudi. Na wakati damu zinavuja kwa wingi. Sasa hawa watu tulikuwa nao, nilikuwa nasikia wanasema jamani tumtoeni kwa sababu vinginevyo kwamba hapa atakufa. Kwa hivyo nitolewa pale, nikapelekwa kwenye private, ambapo ukatibiwa kwa kificho na huko nako, kwa sababu kutibiwa bila PF3 ya polisi. Kama ni ile kutolewa kwenye hospitali ya serikali kwenda kwenye private ndio kificho, basi ni hicho. Maana nilitolewa pale kwenye hospitali ya serikali nikapelekwa private, kule nikafanyiwa zile huduma. Na huduma ya kwanza ilikuwa ni kujaribu kushona, kuzuia ile mwagiko wa damu na kuondoa zile nguo, kwa sababu nguo zilikuwa zimeshaganda zote kwa damu mwilini. Kata na kufanyia matengenezo. Baada ya hapo sasa iliendelea, watu walikuwa pamoja na mimi ndio walikuwa wanafanya mchakato wa safari. Kwa hivyo walileta mpaka Dar es Salaam, mpaka kwenye mazingira yangu.
na baadaye ikaamuliwa kwamba nipelekwe hospitali kubwa. Nikapelekwa hospitali kubwa Muhimbili. Baada ya kuwa tuko Muhimbili tukaenda kuripoti polisi kwamba tuko hapa. Kwa mlifika Muhimbili wenyewe ndo mkaripoti. Tufika Muhimbili wenyewe. Lakini wakati huo vyombo vya dola vinakutafuta. Hatujui, maana si hatuna uhusiano na vyombo. Sasa walikuwa wanatafuta, walikuwa wanafanya ilikuwa ni juu yao wao wenyewe. Maana sisi tulikuwa tunashughulika na kwetu sisi. Kwa hivyo tukatoa ripoti kwamba tuko hapa na ile ripoti ni kwa maana kwamba mnaomba PF3 kwa ajili ya matibabu. Ndipo alipokuja sasa kuja kutuweka chini ya ulinzi tukiwa tuko pale usalama, tukiwa ndani ya hospitali Muhimbili. Mwaka 2012 wakati ukiweka msimamo kwamba Waislamu hawatashiriki kuhesabiwa kwenye sensa ya taifa, kama pasipowekwa kipengele cha dini pia kwenye karatasi za sensa, vyombo vya dola vilikuwa vinakusaka pia na vilipata shida sana kukupata. Baadaye ikaripotiwa kwamba ulikuwa unatumia mbinu ya kuvaa baibui ama hijabu ili usiweze kuonekana, na makachero walihaha kweli kweli kukupata. Ni kweli ulikuwa unatumia mbinu hii ya kuvaa hijabu au baibui ili kutokuonekana na kujulikana na vyombo vya dola uliko? Hapana, sijui. Kama walikuona wanavaa baibui, ndio maana wangekukamata, baki sana kuona wamevaa baibui. Nadhani tunarudi pale pale tu kwamba ni swala tu la kuchukua tahadhari. Yani unachukua tahadhari, sasa tahadhari inategemea kwamba leo utachukua tahadhari namna gani. Unaomba nivae jinzi au nivae shati gani, nivae nguo. Yani mavazi tu, unaweza kaamua uvae tu, lakini sikumbuki kwamba ilikuwa ni katika hijabu au nini. Tahadhari tulikuwa tunachukua kwa ujumla. Zilikuwa ni tahadhari, mbinu za medani. Ni kuchukua tahadhari kwa ujumla maana. Kuchukua tahadhari ili uweze kufika safari yako kule unakokwenda salama. Afande Suleiman Kova aliripoti kwamba umekuwa ukitumia mbinu hizo za kuvaa baibui na kujificha, lakini hatimaye makachero walikuwinda na wakabaini na kukunasa. Sasa kama wangenasa imevaa hijabu, lakini sijakamatwa nimevaa. Sijakamatwa nimevaa hijabu. Kwa hiyo nafikiri ni maelezo ya kujisifu. Unajua vyombo wale watendaji huwa wanapenda kuonyesha wanajua. Mvutano ule wa Waislamu wasishiriki sensa ya mwaka 2012 ulikupa kashikashi gani, na msingi wa hoja yako ilikuwa nini mpaka ukataka kuvuruga zoezi la sensa hapa nchini? Actually haikuwa kuvuruga. Unajua sensa ni kitu muhimu sana katika mataifa yote. Kimataifa maana ni jambo kubwa sana. Na kwa kawaida sensa taifa linataka kupata takwimu za vitu vyote, mambo yote. Yani kujua idadi ya watu, idadi ya wanyama, idadi ya visima, maduka, biashara, ni kila kitu, ndio sensa maana yake. Sasa huko nyuma wakati wa Mwalimu Nyerere aliondoa kipengele cha dini, kwamba hakuna haja ya watu kujua dini, kwamba Wakristo ni wangapi na Waislamu ni wangapi. Sasa hili jambo ni kubwa, kwa sababu taifa lazima liwe linafahamu watu wake kwa ujumla katika uhalisia wakoje. Na serikali ni lazima sana, kwa sababu kuna huduma wakati fulani inataka kuwapa watu wa dini. Lazima ujue watu wa dini wakoje, ujue Wakristo wako wangapi, Waislamu wako wangapi, mkao wao namna gani. Sasa baada ya kuondoa kile kipengele cha dini, kwa sababu ni muhimu kile kipengele cha dini, mamlaka zingine ziliendelea kutoa takwimu. Ziliendelea kutoa takwimu kuonyesha kwamba Tanzania Waislamu ni hawa, Wakristo ni hawa, kwa sababu ilikuwa ni kipengele muhimu. Ikawa sasa takwimu walizonazo hizi mamlaka zingine haijulikani wamezipata wapi. Yani TBC wanasema Waislamu ni hawa, idara hiyo wanasema Waislamu ni hawa, Wakristo ni hawa. Takwimu ziko nyingi za kugongana na tulizionyesha. Kwa msingi huo sisi tuliamua kuieleza serikali kwamba hiki kipengele muhimu. Kwa hivyo tulianza mawasiliano na mamlaka inayohusiana na mambo ya sensa. Tukaomba kukutana nao, tukazungumza nao, na tukawa tunafanya maandishi kuonyesha umuhimu wa kile kipengele kurejeshwa katika sensa ya taifa. Baadaye walitujibu kwamba hilo jambo litashughulikiwa, lakini halikushughulikiwa. Matokeo yake ni kwamba wakatuita kwenye semina, na sisi walituita pia kwenye semina Dodoma kutupa semina ya kuwaelimisha watu wetu ili washiriki sensa.
Kwenye kile kikao sisi tukawajibu. Tukamwambia kwanza tushughulikie swala hili, kipengele hiki kirejeshwe ili tuweze kufahamu, ili wanaotoa takwimu iwe ni mamlaka ya serikali, isiwe ni kila mtu anatoa takwimu ambazo wanazozitaka. Kwa bahati mbaya halikusikilizwa hilo jambo. Ilipokuwa halikusikilizwa jambo, tukasema basi sisi Waislamu hatutashiriki kwenye sensa mpaka pale kipengele hiki kitakaporejeshwa. Kwa tulifanya hiyo kazi kwa utaratibu mzuri kabisa, na tuliweza kuwasiliana na Waislamu nchi nzima. Tulitoa hiyo taarifa na walikubali, walielewa Waislamu na hawakushiriki kwa kiasi kikubwa. Na ni sensa ambayo tuseme kwamba haikufanikiwa. Na hii ilizungumzwa wazi, alizungumza waziri mkuu wakati ule Pinda. Alisema kwamba serikali mwaka huu itakuwa na kipindi kigumu katika kupanga mpango wake kwa sababu haina takwimu zinazoeleweka kutokana na baadhi ya kundi kubwa la jamii kutokuhusika kwenye takwimu. Kwa hivyo sababu kubwa ya msingi ilikuwa ni kupata takwimu sahihi ili mamlaka zingine ziweze kupata ile takwimu kutoka kwenye mamlaka husika ambayo ni ya serikali. Kulikuwa ni kila mtu kutoa taarifa yake. Ukiangalia wewe cheo chako ni katibu wa Shura ya Maimamu Tanzania. Na Shura ya Maimamu Tanzania ni kama mmekuwa mna utofauti mkubwa sana kati yenu na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Msingi wa utofauti wenu huu wa miongo mingi inaonekana hamji pamoja. BAKWATA kivyao, Shura ya Maimamu Tanzania kivyao, na mnatofautiana kwenye hoja nyingi sana. Inatokana na nini? Na tofauti zenu ni kwa nini haziwezi kumalizika hata baada ya miongo mingi kupita? Kabla ya ukoloni, Waislamu walikuwa na taasisi nyingi sana na zilikuwa madhubuti na zikifanya kazi kubwa sana za maendeleo ambazo zilikuwa zinamiliki mashule, zinamiliki wakfu mbalimbali na zina program nyingi, zina mahusiano makubwa na mataifa ya nje kwa kiasi ambacho zinapeleka vijana kwenda kusoma elimu ya dini na elimu hii ya kawaida kwa mataifa ya nje. Taasisi hizi zilikuwepo kwa miaka mingi kabla ya uhuru, kama vile Jamiatu Islamia fi Tanganyika, kuna Muslim Education Board, kuna Dodoma Muslim General Association, kuna taasisi nyingi sana zipo Tanzania. Sasa ilipofikia kwa miaka ya 1940 waliamua kuanzisha umoja. Na huu umoja ulikuwa ni wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo walianzisha taasisi kubwa inaitwa East Africa Muslim Welfare Society. Kwa hivyo hizi taasisi ziko chini ya ule mwavuli wa East Africa Muslim Welfare Society. Kwa hivyo walikuwa na chombo madhubuti na kiongozi wa juu alikuwa ni mufti, anaitwa Mufti Hassan bin Amir. Na ilifanya mambo makubwa sana. Actually kwenye kesi moja katika kesi ambazo nilizokamatwa ya mwaka 2012 baada ya kabla ya kupigwa risasi Morogoro, ambayo nilikuwa sikuizungumza hapa, nilikamatwa nikashtakiwa na nikafungwa kifungo cha nje mwaka mmoja. Ilikuwa ni kesi kuhusiana na ardhi ya Chang'ombe, ambayo ile ardhi ya Chang'ombe chini ya East Africa Muslim Society mwaka 1958 ilikuwa sasa Waislamu walikuwa wanajenga chuo kikuu katika ardhi ya Chang'ombe ambayo ilikuwa ni ardhi kubwa sana. Kwa hivyo nilikuwa nakusudia kuonyesha kwamba chini ya ile East Africa jumuiya zote zilikuwa ziko chini na zilikuwa zinafanya kazi kubwa sana. Sasa mwaka 68 serikali ilivunja ile jumuiya ile ya East Africa bila ya makosa yote ile. Wakaivunja ile. Alafu serikali ikasimamia kikundi cha watu fulani wachache ambacho kiliongozwa na bwana mmoja tu Adam Nasibu. Yule Adam Nasibu na hiki kikundi ndio kaanzisha BAKWATA. Wakaanzisha BAKWATA chini ya support ya serikali. Serikali ikachukua mali zile zote zile taasisi ambazo zilizovunjwa, ikakamata ikawapa BAKWATA kinyume cha sheria, ambapo mpaka leo hii ukienda zile mali zinasomeka kwamba ni mali ya zile jumuiya, lakini serikali ilichukua kwa nguvu zikawekwa chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Kwa nyinyi hamna hamuamini kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ndicho chombo kinachopaswa kusimamia masuala yote yanahusu Waislamu na kuwaunganisha? Ndio maana unaona historia yenyewe inakupa picha kwamba sio kwamba ile East Africa walivunja Waislamu, wao walikuwa na umoja wao ambao wanaamini, na kiongozi wa juu anaitwa Mufti Hassan bin Amir ambaye pia aliondolewa nchini kwa nguvu na serikali. Aliondolewa kwa patrician baada ya kuvunjwa ile East Africa. Alafu kiongozi wa juu Mufti na chini ya ulinzi wa serikali akaondolewa, akahamishwa mpaka akapelekwa Zanzibar. Alafu zile mali zikakamatwa, kikundi cha watu wachache kikasimamiwa, kikaanzisha chombo walichokiita Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Halafu zikachukuliwa zile mali zikakabidhiwa pale. Halafu serikali ikatangaza kwamba hichi ndio chombo chenu
Kwa maana kwamba hichi chombo sasa hakikutoka mikononi kwa Waislamu. Sio kwamba kimetoka kwa ridhaa yao. Nafikiri umeiona ile historia. Wao walikuwa na ile East Africa ikavunjwa. Walikuwa na mali zao na kila kitu. Alafu serikali ikasimamia kundi la watu fulani. Wale wakaanzisha chombo wakaipa anwani Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Alafu serikali ikatamka kwamba hiki ndio chombo chenu. Ikawalazimisha Waislamu. Sasa nikupe picha ya swali uliouliza, kwa nini nyinyi hamkubali BAKWATA? Kilichotokea baada ya kuivunja ile East Africa na kuunda BAKWATA, kilichotokea sio sisi, kilichotokea ni mpasuko kwa jamii ya Kiislamu. Kwa hivyo kuna watu wachache waliunga mkono ile BAKWATA na watu wengi hawakuunga mkono ile BAKWATA. Ule mpasuko upo mpaka leo. Kwa mpaka leo hii kuna watu ambao wako nyuma ya mufti yule aliondolewa na serikali, Hassan bin Amir na vile vyombo. Na kuna watu ambao wako nyuma ya wale kina Adam Nasibu ndio wafuasi wa BAKWATA. Hiyo ndio sura kwa nini msimalize tofauti zenu na BAKWATA? Manake nyinyi ni ndugu katika Uislamu. Kwa nini msimalize tofauti zenu mfanye kazi pamoja? Mnaendelea kuwa na huu mpasuko hata baada ya miaka karibu 50 kupita. Na tofauti zilizopo, labda uangalie tofauti ni kitu gani? Ilipoanzishwa ile BAKWATA wala hakuna mtu alikuwa na tatizo na BAKWATA. Tatizo ni ile kwamba yani wao wanavuka mipaka. Kwa mfano unapotamka ukasema kwa bana watu wote Waislamu wa Tanzania wako chini yetu. Hiyo ni kasoro kubwa. Wewe ni unapaswa kuonyesha kwamba wale wanachama wako ndio wanachama wako. Ile taasisi ilipoanzishwa tasjila yake ni kwamba ni lazima iwe na wanachama. Ndio tasjila iliyosajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani, tasjila ya BAKWATA. Lazima una daftari la orodha ya wanachama wako. Kwa hivyo wale wanachama wako ndio wanahusika na katiba yako, ndio wanahusika na zile teuzi zinazoendelea. Mpaka hapo hakuna mtu ana tatizo na hilo. Yaani sisi tunaamini kwamba ile taasisi ambayo iko pale na ina katiba yake na ina wanachama wake. Hilo halina tatizo na ndio njia pekee. Sasa akitokea mtu akakwambiani kwamba nyinyi wote ni mko chini ya taasisi ile, huyu anakosea. Kwa sababu katika nidhamu ya kawaida ni kwamba kila mtu anapaswa kuwa huru. Unapaswa kuwa huru kwa kile ambacho unachokiamini, kwa chombo ambacho unachokiamini. Kwa hivyo tofauti zetu lazima uziangalie. Sisi tofauti hatunayo kuonyesha kwamba ile sio taasisi, sio chombo, kwamba hawafai kufanya yale unayofanya. Kile ni chombo, kina uongozi wake, kina mipango yake. Isipokuwa tu wawe na mipaka. Wajue kwamba mipaka yetu sisi ni hii. Ya unapovuka mipaka ndio unaleta tatizo. Yes. Bado nazungumza na Sheikh Ponda, Isa Ponda hapa kupitia One on One. Mimi ni Charles William na tuna muda hapa ambao tunataka tujadili pia masuala mengine ya kihistoria, alafu sasa tuhame kuzungumza masuala ambayo yanahusu hali ya sasa hivi ya kijamii pamoja na ile ya kisiasa. Sheikh Ponda, mwaka 2009 kijana ambaye anaitwa Ibrahim Said maarufu kama Sultan alimpiga kibao rais wa awamu ya pili Alhaj Al-Hassan Mwinyi. Na alipompiga kibao Baraza Kuu la Waislamu Tanzania walilaani tukio lile na wadau mbalimbali walilaani tukio lile, na akafikishwa kwenye vyombo vya dola na baadaye akashtakiwa na kuhukumiwa kwenda jela. Lakini Sheikh Ponda, wewe na wenzako nyinyi mlionekana mpo nyuma ya Ibrahim Said ambaye alifanya kitendo kilichoonekana sio cha kiungwana kwa kumpiga kibao mzee Mwinyi, na hata mkaanzisha michango ya kuchangisha fedha ili kuitunza familia yake, mkiwa mnaonyesha kama mnaunga mkono kitendo kile. Kwa nini nyinyi mlikuwa kwenye mazingira ya namna hiyo katika wakati ambao karibia kila mtu alikuwa anaona kama Ibrahim Said amekengeuka? Kwenye tukio kwanza kulikuwa na vitu viwili. Kulikuwa kuna swala la tukio la kumshambulia, la shambulio, lakini kuna swala la hotuba. Hotuba iliyokuwa imetolewa pale ilikuwa inahamasisha matumizi ya kondom, lakini ni kama inatoa fatwa vile ambazo ni za dini moja kwa moja, kwamba mtu akitumia kondom basi amefanya jambo zuri, na hasa katika kufanya kitendo cha jimai kwa namna yote, awe ni kwa mke wake kwa mtu mwingine, na kwamba asipotumia basi huyo mtu anakuwa amekwenda kinyume na Uislamu. Kwa mjadala ulikuwa kwenye hilo swala. Hilo la hiyo nani ya mjadala wetu sisi ulikuwa kwanza kwenye swala la ile fatwa. Na ndipo mahali sisi tulipolaumu kwamba ile fatwa ilikuwa imehusishwa na mahali ambapo sio sawa sawa. Lakini kile kitendo cha kwenda kuhamasisha uvaaji wa kondom kwenye shughuli ambayo ni ya Maulidi
ilikuwa sio mahala pake vile vile. Tulijadili katika maneno hayo. Kwa hivyo tofauti ya mawazo yetu yalikuwa yanaonekana ni maneno kama hayo. Nyinyi hamuunga mkono mawazo ya mzee Mwinyi kwamba kuliko ili kujikinga na ukimwi, kama mtu anajijua kabisa hawezi kujizuia kwenye zinaa, ni bora atumie kinga. Nyinyi mliona mawazo yale ni mawazo potofu? Yani kusema kwamba mtu hawezi kujizuia na zinaa, option yake yani hayakutakiwa kusemwa na kiongozi wa dini, hata kiongozi wa kijamii. Yani maana ni kwamba unachochea uzinifu. Yani unatakiwa ukemee tu kwamba uzinifu hautakiwi. Lakini kuonyesha kwamba option ya uzinifu ni yani ile kwa jambo ambalo halitakiwi kusemwa. Na sasa ukija kuzingatia sasa shughuli yenyewe sasa ilikuwa niliposemewa ni shughuli ya mazazi ya Mtume, shughuli ya Maulidi. Yani angalau utoe hotuba inafanana na ile jambo pale, lakini pale kulikuwa hakuna kabisa ile jambo likaitwa pale. Kwa hiyo ilikuwa jambo la kisiasa limeletwa pale, lakini jambo lenyewe lilikuwa baya. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunatoa tahadhari. Kwanza tulikuwa tunajaribu kuonyesha wanasiasa wanatakiwa wazingatie, yani wazingatie, wawe na mipaka katika mambo. Umealikwa kwenye shule ya dini, basi kama unafahamu jambo la dini, zungumza jambo la dini. Kama ufahamu, basi furahia tu au ridhika na kwamba umealikwa kwenye shule ya dini na unawasikiliza wale wajuzi wale jambo wanazungumza ile jambo. Lakini usichukue jambo ambalo sio la dini kabisa ukaleta pale. Kwa hivyo tulikuwa tunapishana kwenye hilo jambo katika masuala kama hayo. Otherwise ile kumhudumia yule mtu ni kawaida yetu sisi, kumhudumia mtu mwingine yote ambaye anapata matatizo, na tulimpa huduma ambazo ni za kawaida za kibinadamu na kadhalika. Hii ni kawaida tu. Hata leo hii ukizungumzia tunaendelea kutoa huduma. Kuna watu sisi tunawapelekea chakula gerezani na sio Waislamu. Tunawapelekea huduma, na hivi ninavyokueleza sasa hivi tuna barua ambayo tumepeleka kwenye jeshi la magereza la kuwalipia faini wale wafungwa ambao wameshindwa kulipa faini kwenye yale makosa madogo madogo. Na hao tunataka kuwalipia faini sio Waislamu peke yao, ni wafungwa tu kwa ujumla, na bila kujali walifanya kosa gani. Yani ilimradi kwamba alihukumiwa akafungwa akashindwa kulipa faini, tumepeleka maombi kwenye jeshi la magereza watupe fursa ya kuwalipia faini na tutawalipia. Kwa hivyo ni kawaida yetu si kuwahudumia watu. Yes, sasa tukizungumza kidogo kuhusiana na misukosuko ambayo wewe umeipitia kiujumla. Kuna wakati ambao familia yako ilikuwa inaona kwamba sasa unakuelekea ni kubaya, kwa sababu kwenye matukio mengi ambayo umepitia ya kukaa gerezani, ya kupigwa risasi na ya kukamatwa mara kwa mara na vyombo vya dola, ni kama hata mashehe wenzako baadhi walikuwa wanaogopa kushirikiana na wewe, wakiamini kwamba wakiwa karibu na wewe wataingia kwenye matatizo na vyombo vya dola. Kuna wakati ambao familia yako pia ilikuwa inakupa shinikizo kwamba uachane na harakati hizo? Kuna kipindi walikuwa kwa mfano kipindi ambacho yule RCO Zombe alikuwa Zombe yule alikuwa anakuja sana kwenye kamata nyumbani kwangu mimi. Alikuwa anakuja na hizo nasaha. Anawaambia watu wa nyumbani kwangu, mwambieni sio asishiriki tena masuala ya dini. Watu wa nyumbani kwangu walikuwa wanauliza maswali, kwa tatizo liko wapi? Lipi ambalo amelifanya ni lile ambalo halitakiwi kufanywa kwenye jamii. Mkituelewesha sisi tutasaidia kuzungumza naye ili aliwache, lakini sisi hatuoni labda mnafikia lipi ambalo analifanya kinyume na utaratibu au kinyume na utaratibu wa dini, utaratibu wa kijamii. Kwa hivyo familia yangu ilikuwa ina maswali kama hayo, na kwa sababu kulikuwa hakuna majibu, imeshindwa kusimama kuniambia kwamba usifanye. Hata wakati ule tulipotoka kwenye meli ile, tulipokuwa tumepigwa risasi, wakanichukua kanipeleka pale Central Police, nikawa niko pale. Mzee wangu alikuwa anaumwa sana na alikuwa anatembea kwa wheelchair. Aliomba kuja pale kuzungumza na mimi. Alipokuja aliniuliza, nikamwelezea ile scenario, ile jambo lilivyokuwa na nini. Akasema kama nipoendelea hata kama kupigwa risasi. Kwa hiyo wazazi wangu mimi hawakunifika mahala wakaniambia kwamba acha kufanya kazi hizi, isipokuwa wamekuwa wananipa moyo wa kwenda kufanya hizi juhudi. Wamekuwa nyuma yako miaka yote. Miaka yote. Kesi zako zilikuwa zinavuta umati mkubwa sana nje ya mahakama, hata ulinzi wenyewe ukitaka kushuhudia maafisa magereza wakiwa wamevaa kininja na wamebeba silaha nzito nzito, ilikuwa mara nyingi itabidi usubiri kesi kama kesi za Sheikh Ponda. Na hata wakati mwingine zile mbwembwe za wewe kusafirishwa, kurushwa mpaka kwa helikopta,
na unapotua uwanja wa ndege kupokelewa na vikosi vingine kupitishwa. Kuna wakati matukio haya wewe mwenyewe yalikuwa yanakufanya ujione kama ni tishio kubwa kuliko labda unavyodhani, kwa sababu jinsi ambavyo vyombo vya dola vilikuwa vikichukulia kesi ya Sheikh Ponda, na Sheikh Ponda mwenyewe ukikutana naye anaonekana kama ni mtu mpole sana kuliko yale maandalizi ambayo yalikuwa yanafanyika dhidi ya Sheikh Ponda. Mimi nilikuwa nashughulika zaidi na kesi yangu. Naangalia tu kwamba kesi yangu ni hii, hoja ziko hivi na nini, madai hawa ni hawa na ushahidi gani na nini. Najipanga tu kuhusiana ile kesi. Kwa hivyo ule muonekano nafikiri ilikuwa ni jambo ambalo wale walikuwa wanaona ndio walikuwa wanashughulika. Mimi kwa nashughulika na kesi zaidi. Kile kiwango cha ulinzi ulichokuwa unakikuta wewe mwenyewe ni kitu ulichokuwa unakitarajia, au ulikuwa unaona kama ni kitu cha ajabu kukikuta kwamba kwenye kesi yako kuna ulinzi mkali wa kiwango kile, mbwa, farasi na kadhalika mahakamani? Lakini wewe mwenyewe watu wengine wakiwa wanafikishwa mahakamani kawaida, wewe ulikuwa unafikishwa wakati mwingine ukiwa umefungwa pingu na umeshikilia Qurani huku unaingia mahakamani na una pingu ukiwa mikono yako yote imefungwa. Kuna kipindi maswali kama hayo mlikuwa mnaweza mkapata nafasi mkazungumza mkaulizana. Wao mara nyingi walikuwa wanajaribu kuonyesha kwamba ni wasiwasi wa ule mguso wa wananchi. Sasa mguso unakuwa ni mkubwa na watu wanajitokeza kwa wingi na kadhalika. Kwa hivyo wao wanaonyesha kwamba wana wasiwasi mkubwa wa ile hali ambayo wanaiona pale. Hasa ni majibu walikuwa wanatoa na sio lazima yawe ni majibu ambayo ni sahihi. Inawezekana pengine wao wenyewe kuna jambo lingine wanalozingatia zaidi. Katika hiyo kupita mipaka ndo kama hivyo swala zima la kumfunga mtu pingu. Maana mtu mnaye muda mrefu na mtu mwenyewe mmoja na nyinyi mko wengi alafu mnamfunga pingu tena mpaka mahakamani, na hata hakimu aliwe kueleza kwamba msifanye hivyo, sio sawa sawa. Lakini wao wenyewe wanafanya kitu. Sasa hao ni maamuzi yao wao wenyewe, si wanatazamaji. Lakini kiujumla ni kwamba ni kweli kuna overreaction. Kwa sababu kwa mfano kama kumfunga mtu pingu na hana silaha, kwa sababu gerezani ukiingia unapekuliwa, unasachiwa na nyinyi mko wengi mna silaha, na huyu mtu ana silaha alafu unafunga pingu ya nini? Ni kitu ambacho haikuwa sawa sawa. Ukiwa gerezani ulikuwa unakuwa treated namna gani? Ulikuwa unapewa heshima kubwa na watu na wakuta gerezani pamoja na maafisa wa vyombo vya ulinzi, na ulikuwa unaangaliwa kama kiongozi mkubwa, ama ulikuwa kwenye mazingira gani? Magereza ni katika majeshi ambayo kidogo yanafanya kazi zake vizuri. Mara nyingi kule ndani wakikupokea wanakuangalia jinsi ulivyo. Kama ni kiongozi wa dini watakuweka kama kiongozi wa dini mahala pako na watakuheshimu. Na hali kadhalika na wafungwa wako hivyo. Wafungwa nao pia wanakuheshimu kama wakujua ni kiongozi wa dini, wanakuheshimu. Na kuna kipindi tunapata nafasi ya kuzungumza na wafungwa, na wale watu wa magereza walikuwa wanapenda hicho kitu, kwa sababu yale maelezo ambayo tulikuwa tunazungumza na wafungwa kwa maana ya kuwafanya nasaha, tunazungumza nao, kuwapa mawaidha na counseling, na tumeweza kuleta mafanikio makubwa sana ndani ya magereza, kuwabadilisha watu ambao walikuwa ni wakorofi sana, lakini tumetumia fursa ile kuwepo muda nani kuzungumza nao na wakabadilika. Na hata walipotoka nje wakaja kuwa watu wazuri. Kwa hivyo katika ule ufundi wa askari magereza huwa wanajaribu kuangalia kama huyu mtu anaweza kawasaidia watu wengine waliomo kwa namna moja wanakotumia. Kwa hiyo niseme kwamba ndani kule kuna maisha yale ambayo kulingana na jinsi ulivyo wewe mwenyewe. Huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwenye mwaka wa uchaguzi viongozi wengi wa dini wamekuwa wakisikika wakitoa wito wa amani. Lakini pia wamegawanyika. Kuna viongozi wengine wa dini ambao wito wao mkubwa ni haki, wakiamini haki ndio italeta amani. Wewe mtazamo wako ni upi? Kwa sababu tumeona tayari viongozi wa dini sasa wameshaanza kutoka mbele katikati ya vuguvugu la kuelekea uchaguzi wakitoa kauli zao. Watu wanaozungumza sahihi kabisa ni wale ambao wanazungumzia haki. Amani ni kitu tu, ni automatically. Yani haki ikisimama amani inakuwepo pale. Kwa hivyo huwezi kuzungumzia swala la amani
kama haki haipo, na tukitenda haki amani itapatikana. Kwa mfano, sasa hivi kuna watu wanahamishwa kutoka Tanganyika bara wanapelekwa Zanzibar ili wakapige kura kwa ajili ya chama tawala. Hili jambo lipo, ushahidi upo na linazungumziwa na watu. Lakini kule Zanzibar kuna Wazanzibari wenyewe wananyimwa vitambulisho vya uraia, na hawa ni maana kwamba watakosa haki ya kupiga kura ya kumchagua kiongozi wanamtaka, au haki ya kupigiwa kura kwa maana ya kuteuliwa. Huwezi ukaweka misingi kama hiyo, ukawa na utendaji kama huu halafu ukazungumzia amani. Kwa hivyo kama kiongozi wa dini unazungumzia kwanza kasoro. Una haki itendeke, si ndio? Watakaopiga kura Zanzibar wawe ni Wazanzibari, Wazanzibari wapewe vitambulisho ili wapate haki ya kusimamisha. Hii ndio lugha ambayo inatakiwa viongozi wa dini wasimame, kwa sababu ukizungumza hivi ina maana ile haki itatendeka. Hapa kwetu kuna mambo chungu mzima tumekubaliana, yamekubalika hapa. Juu ya swala la mchakato, namna utakaofika kwenye mchakato wa kupiga kura. Hayo makubaliano yamefikiwa, lakini yamekubalika, lakini hayakuingia kwenye utekelezaji. Leo hii wasimamizi wa uchaguzi wanaonekana watakuwa ni wale wakurugenzi, jambo ambalo limezungumzwa huko nyuma kwamba lirekebishwe. Makamishna ambao ndio walipelekea mpaka ile sheria ibadilike kwa jinsi waliofanya vibaya. Hao wanaonekana watakuwa ndio wale. Sheria yenyewe imebadilishwa kwa sababu ya hao makamishna jinsi ambavyo walivyofanya vibaya, lakini sheria imebadilishwa, afu wale wanabakia ni wale. Na mambo mengi tumekubaliana pia, mabadiliko madogo ya katiba ili tuweze kwenda kwenye uchaguzi na tume huru. Tulifuta uchaguzi hapa kwa unasimamiwa na TAMISEMI, na ikapendekezwa kwamba usimamiwe na tume huru ya uchaguzi. Imefika wakati wa uchaguzi wa serikali za mtaa wamesimamiwa na TAMISEMI badala kwenda kusimamiwa na nani. Haya ndio mambo ambayo viongozi wa dini mnatakiwa myazungumze. Yani pale ambapo mnapofikia mna makubaliano alafu watu wanavunja makubaliano, lazima muonyeshe kwamba hilo ni tatizo. Hili ndilo linaweza kupelekea uvurugaji wa amani. Sasa mkianza kuzungumzia amani, mnakuwa tu ni watu ambao mnaonekana na ajenda nyingine mnatumiwa. Kuna vyama vya siasa ambavyo kwa kusikiliza kwao wewe unaona vinahamasisha vurugu hapa nchini? Mimi sioni. Hakuna chama kinachohamasisha vurugu, sijakiona hata kimoja. Kuna kauli hizi ambazo zinatajwa na viongozi wenzako wa dini kwamba maneno kama tutakinukisha, tukinukishe kuzuia uchaguzi, kwamba ni kauli za kuchochea uvunjifu wa amani kwa wanavyosema viongozi wenzako wa dini, na wanasema ni kauli ambazo zinapaswa kukemewa na kila mtu. Wewe huoni kama zinatupeleka huko kwenye uvunjifu wa amani? Zile kauli zinaakisi tatizo. Kwa hivyo mtu mwenye busara unapoona symptom unatakiwa utafute tatizo nini ili utatue ile tatizo. Si ndio? Sasa wale watu waitwe. Ndio maana juzi mimi nimeongea. Nilipoongea mimi nimemwomba rais. Nimemshauri rais, nimemwambia kwamba kutana na wadau wa siasa, kutana na vyama vya siasa, mzungumzie haya masuala. Tukizungumzia masuala tutajua. Hatuwezi kusema tu kwamba kuna watu wanavuruga amani. Tukae ili tuweze kuona kwa nini watu wamefika mahali wanasema haya maneno. Ukijua utatatua tatizo, lakini huwezi kusema mtu kasema maneno alafu unasema tu tutafanya hivi uvunjifu wa amani. Hapana, viongozi wa dini wanachotakiwa sasa hivi ni kumuomba rais, si ndio, aite vyama hivi wakae kuangalia hayo makubaliano, hayo madai, hayo manini yakoje, ili jambo likoje, tutafika pataje ufumbuzi. Si ndio? Hii ndio jambo ambalo linatakiwa viongozi wa dini walisimamie, kuleta islahi, kuleta watu kwenye meza ya mazungumzo pamoja. Sio kiongozi wa dini unasimama afu unapayuka bila kuonyesha utafiti wako. Yani kwa nini kuna watu wanatamka ile maneno, kwa nini hali hiyo imetokea pale? Alafu unasimama upande mmoja, inawezekana kama unasimama upande ambao una udhaifu mkubwa sana. Kwa hivyo si nisema kwamba mimi sioni, isipokuwa naona kama kuna dalili za tatizo, na itafutwe serikali ione kama kuna tatizo, kwa hivyo itafute njia kutatua ile tatizo mapema kabla muda bado upo. Wewe ni mwanachama wa chama chochote cha siasa hapa nchini? Mimi sio mwanachama wa chama chochote cha siasa, yani kwa maana sina kadi. Ila ni mfuasi na mkereketwa wa chama fulani. Hakuna hata chama chochote ambacho nimekuwa mkereketwa, lakini mimi huwa naunga mkono yani msimamo wote unaotolewa na chama chochote kile, ukiwa ni msimamo mzuri. Naunga mkono ule msimamo. Wanasema hatua yako ya kuzunguka na Tundu Lissu kwenye kampeni za mwaka 2020 na kumfanyia kampeni kwenye sehemu mbalimbali za nchi hii
tofauti na viongozi wengine wa dini ambao pengine huwa wanaenda kuomba tu dua pale na kuondoka, lakini wewe ulifanya kampeni kabisa. Inakuondolea wewe ile uhalali wa kuonekana kiongozi wa dini, na unaonekana kama labda ni kinara kwenye chama fulani cha siasa. Kwanza, kushiriki katika siasa kuna muondolea mtu uhalali wa dini? Kwa kanuni gani inakuwa imevunjwa? Yaani kinakuondolea uhalali kwenye mfumo wa sheria za nchi, mfumo wa sheria za dini, au uhalali unaopoteza kwa sheria gani? Sheria ya dini au sheria ya nchi? Yaani kiongozi wa dini ukishiriki siasa unapoteza uhalali wa kuwa kiongozi wa dini kwa kanuni gani au kwa sheria ipi? Wanasema kimtazamo unakuwa unaonekana sasa wewe upo kwenye uwanja wa siasa na sio kwenye uwanja wa dini. Mtazamo hauna nafasi ya kuhalalisha na kuharamisha haki ya msingi. Kiongozi wa dini ana haki ya kushiriki siasa. Na ukisoma historia yetu Tanzania ndivyo ilivyo. Yaani harakati zote za kupigania uhuru Tanzania viongozi wa dini ndio wameshiriki. Mtu kama Mufti Hassan bin Amir. Hassan bin Amir alikuwa anauza kadi za tano msikitini. Mufti Hassan bin Amir, mufti wa Tanzania, alikuwa anauza kadi za chama cha tano ndani ya dini. Chama cha tano kilikuwa kina chombo kinaitwa Baraza la Wazee wa Tano. Kilikuwa na wajumbe zaidi ya 100. Kiongozi wake ni Sheikh alikuwa Suleiman Takadiri, Baraza la Wazee wa Dini. Historia yetu iko hivyo. Watu wanaokuja na dhana kwamba viongozi wa dini hawahusiki na siasa, hawa ni watu wanataka kuwatoa viongozi wa dini kwenye jambo kubwa. Na of course mara nyingi wanakuwa ni watu ambao hawataki haki. Kwa hivyo watu ambao hawataki haki itendeke hawako tayari kukaa na watu wenye kuzungumza haki, kukaa na watu waadilifu. Viongozi wa dini wanaposhiriki kwenye siasa ni wazi kwamba kwenye siasa kutakuwa kuna nafuu kubwa katika hali zote, kwa sababu viongozi wa dini watu waadilifu, ni watu wa kweli, ni watu ambao ahadi wakiahidi wanatekeleza. Lakini wameshiriki kwenye historia ya Tanzania ya kupigania uhuru. Leo hii unapokuja ukasimama wewe ukasema kwamba kiongozi wa dini hahusiki, wewe unakuwa unataka kutumia mbinu ya kutoa watu muhimu ambao ndio wahusika sasa. Yaani mtu atueleze unatoaje viongozi wa dini kwenye siasa? Kama walikuwa wanafaa wanashiriki. Unaamini dini na siasa havitenganishiki? Hakuna, huwezi kutenganisha. Unatenganishaje sasa? Wao ndio walikuwa mstari wa mbele kudai mkoloni aondoke. Wao ndio walikuwa na watu. Yaani hao mashehe ndio walikuwa na watu. Na ndio wakiwachukua watu wao wakiwapeleka kwenye mikutano ya siasa, wakiwachukua watu wao wakichangia fedha na kadhalika. Wanatumia ile nguvu walionayo wao kuleta uhuru wa Tanzania. Leo hii unaposimama ukasema kwamba hao waondoke, maana unataka waondoke kwa msingi ambao wameujenga wao wenyewe. Mnawachanganya waumini wenu kwa kupeleka mambo ya kisiasa ndani ya nyumba za ibada. Na hiyo ndio kitu ambacho wanatakiwa watu wawe makini sana. Viongozi wa dini wanaposhiriki siasa, hakuna kiongozi wa dini labda shekhe ameshiriki siasa akasema bwana tunataka uchaguzi huu ufanyike lakini ufuate mafundisho ya Qur'an. Au kiongozi wa dini labda wa kanisa, si ndio akasema bwana uchaguzi ufanyike lakini tufuate Injili. Tusikia kitu kama hicho. Viongozi wa dini wanataka uchaguzi ufanyike au siasa ifanyike kwa mujibu wa sheria za nchi. Sasa huo unawazuiaje hawa? Awe ni askofu, awe ni shekhe, wanasema tushiriki siasa. Mimi nikiamua kuwa ni kiongozi wa dini. Na kiongozi wa dini kwenye siasa, lakini kwa mujibu wa sheria zilizopo, tatizo liko wapi? Mimi sijasema kwamba tufanye uchaguzi, lakini tutumie Qur'ani, tutumie na Sunna. Sijasema hicho kitu. Wala sijasema kwamba sijasikia kiongozi anasema tufanye uchaguzi lakini tutumie Injili. Mathayo si ngapi na nini ndio na nini? Mimi sijasikia. Tunasema tufanye uchaguzi kwa mujibu wa sheria zilizopo na kwa yale makubaliano tuliofikiwa. Ndio tunatakiwa tushiriki. Na haya ndio tunayosema kwenye misikiti. Tunawaambia kama kuna mtu ambaye anakiuka makubaliano, kule msikiti tunawaambia kwamba kiongozi huyu anakiuka makubaliano ya kitaifa. Huyu ndio mtu ambaye analeta tatizo. Inatakiwa iwe hivi. Huyu hafai. Unasikia? Kwa mfano kuna ripoti ya CAG imeonyesha kuna watu wameiba hela. Hawa watu hawafukuzwi. Si ndio? Wala hawachukuliwi hatua. Na hawachukuliwi hatua kwa sababu wao wana urafiki na hawa wakubwa. Sasa sisi kule tukisimama msikitini lazima tuseme katika serikali bwana kuna watu ambao hawafai kwa sababu ni mafisadi. Na ushahidi huu hapa. Ripoti ya CAG imesema hivi hapa. Lakini kuna udhaifu katika uongozi wa juu kwamba haiwafukuzi hawa. Haya tunasema kule. Sasa ukisema haya sio kwamba ndio umechanganya dini na siasa. Haya ni kweli, facts ambazo zina ushahidi. Hauna tatizo na mashehe wanaoenda kuifanyia kampeni CCM kama ambavyo wanakuvumilia wewe ukifanyia kampeni upinzani?
Mimi sina tatizo na sina tatizo, sio wanashiriki, wanaona kwamba kule ni sawa sawa. Wakishiriki kwenye siasa, washiriki sawa. Mimi na shiriki sasa. Isipokuwa kitakachotokea ni kwamba hoja zitakinzana. Hoja zitakinzana, yani wao watakuwa na hoja ambayo inayofanya waone kwamba hiki ni sawa sawa na hiki ni sawa sawa. Sheikh Ponda, mimi nakushukuru sana kwa muda wako, na pengine nikupe dakika moja ya kuhitimisha kama una lolote la kusema kwa Watanzania katika kipindi hiki ambacho nchi ipo kwenye tafakuri ya masuala mbalimbali ya kijamii pamoja na ya kisiasa. Kwenye hili kwanza ningezungumzia tu swala la Watanzania, kwa maana kwamba tuone umuhimu wa kusimama kama Watanzania. Na nikizungumza hili ina maana kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi, lakini kuna mivutano mikubwa ambayo inaendelea. Sisi tunaamini kwamba tukienda hivi tatizo litakuwa ni kubwa. Kwa sababu kitu ambacho hawajui watu ni kwamba inawezekana tatizo likawa kubwa sana kama kuna watu wanadharau na wanafikiri kwamba hili tatizo linaweza kutatuliwa kwa njia ya mabavu tu peke yake. Si ndio? Labda watu wakafikiria kwamba kuna nguvu kubwa, ndio hiyo nguvu kubwa ikitumika itatatua ile tatizo. Hiyo ni makosa makubwa sana. Lakini tunaamini kwamba kama watu wanaweza kukaa na wakajadili vizuri swala hili, tunaweza tukapata ufumbuzi wa hii hali ambayo tunakwenda nayo. Kwa mimi wito wangu mkubwa sana, na hasa kwa viongozi walioko madarakani, kwamba wasifikirie tu kwamba kutatua tatizo linalotukabili sasa hivi kwamba ni njia pekee ni kuona kwamba tu ni mamlaka, serikali iko pale na nguvu na majeshi. Hiyo watakuwa wanafikiria kwa makosa makubwa sana. Waone umuhimu sana wa kuwasikiliza watu, kuwasikiliza Watanzania, kuwasikiliza raia, kuwasikiliza watu mbalimbali. Kwa mazungumzo ni jambo la msingi sana. Kwa hivyo muhimu yapatikane mazungumzo kabla ya uchaguzi wa 2000 Oktoba ili kupata ufumbuzi wa hali ambayo tunaendayo hivi sasa Tanzania. Ni washauri sana watawala wetu waweze kuzingatia hilo jambo. Ndio na saa zangu kwa kweli. Sheikh Ponda, asante sana. Tumekuwa na Sheikh Ponda Issa Ponda, katibu wa Shura ya Maimamu hapa Tanzania, tukizungumza naye kupitia 1on1. Mimi ni Charles William. Shukrani za kipekee kwa timu yetu yote ya uzalishaji, lakini pia ni mshukuru fundi miguu kutoka pale Kariakoo, pale mtaa wa Kongo. Asante kwa fundi miguu ambaye amekuwa akinivalisha, na unaweza ukapita pale Kariakoo mkabala wa Narung'ombe na Kongo, pale utampata fundi miguu akiwa na uza viatu vya aina tofauti tofauti, vikiwemo viatu vya ofisini pamoja na viatu vingine vya outing kama raba, lakini pia hata viatu vya mazoezi na kadhalika. Unaweza kumcheki Instagram kwa kuandika @fundimiguu_ utampata. Lakini asante kwa timu yangu yote ya uzalishaji ikiongozwa na Chuma Constantino kwenye upande wa kamera. Asante kwa Rama pia, lakini asante kwa Romi 255 na Nasa ambaye amesimamia shughuli hii yote. Lakini pia kwenye upande wa sauti, shukrani kwa Jacob, amehakikisha kwamba sauti inasikika vizuri sana. Sheikh Ponda, mimi ni kushukuru sana. Sijajua kama Alhaji Suleiman Kova rafiki yako mnakutana msikitini. Maana watu wa msikitini sana nyewe wawili, na wakati ule akiwa RPC mlikuwa mnasigana sana. Huwa mnakutana msikitini kidogo wakati wa masjidi, mnateta mawili matatu. Tena umegusa kitu cha msingi sana, na kiongezee kule nyuma nilikwambia kwamba ilivunjwa East Africa Muslim Welfare Society. Alafu nikasema serikali ikasimamia mchakato wa kuanzisha chombo kinaitwa BAKWATA. Na kwa sura hiyo wananchi wamekuwa wakiangalia kama chombo cha serikali BAKWATA. Sasa mmoja katika vitu unavyoweza ukavishangaa wewe ni kwamba Suleiman Kova sasa hivi ana cheo kikubwa sana BAKWATA. Ndio mwenyekiti wa baraza la wadhamini la BAKWATA. Yeye alikuwa ni polisi, alikuwa commissioner, si ndio? Katolewa kwenye kwa commissioner, sasa hivi yuko BAKWATA. Sasa ni vigumu kuitenganisha BAKWATA na tunakutana actually msikitini, tunasalimiana. Mnasalimiana vizuri. Tunazungumza vizuri sana. Asante sana, mpaka wakati mwingine tena. Asante. Wasafi TV Africa is watching. 1on1 with Charles William.